Langu Rehema Makame Mcheli, mwenyekiti wa wazazi wilaya ya Dimani. Katika baraza letu la kikatiba na kikanuni ya jumuiya ya wazazi, leo agenda kubwa tulikuja kwenye madawa ya kulevya, kwa sababu jumuiya ya wazazi inatakiwa kusimamia malezi, mazingira na elimu. Tumetoa elimu, tumejikita kwenye elimu jumuiya ya wazazi, na tumejifunga kibwebe makusudi kwa kutoa elimu. Watoto wetu wengi wanaharibika, ubakaji mwingi, madawa ya kulevya. Sasa hivi watoto wengi wanaharibika, mambo mbalimbali yalokuwa hayana maadili. Tunasimamia maadili kama ilivyo jumuiya wetu ya wazazi. Tunaahidi kuhakikisha watoto wetu wote wawe salama, na usalama lazima tufanye mikutano ya hadhara kutokana na hali ya maadili yalivyoporomoka na utumizi wa madawa ya kulevya yamekuwa mengi zaidi. Kwa jina naitwa Gharib Mohamed Adi, mjumbe wa Baraza Kuu Wazazi Taifa wa Chama cha Mapinduzi. Leo hii tunashukuru kwa kuja kamishna kwa madawa ya kulevya kutuelezea, kutupa elimu, kujua mambo mengi ambayo tulikuwa hatuyajua. Kwa kweli watoto wetu wanaathirika sana na madawa ya kulevya, na wanaouza madawa ya kulevya ni ndugu zetu, jamaa zetu, marafiki zetu, na tunao kwenye vijiwe. Kwa kweli ametufunua macho na tumepata msisimko wa kuona na jinsi ameelezea na hatua zinochukua serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hapa Zanzibar watu wameshafunguliwa mashtaka, wameshafungwa, wamesharushwa kwenye vyombo vya habari. Kwa kweli maoni yangu na yatoa, watu tuwe makini, madawa yanapoteza nguvu kazi za taifa. Sio jambo jema, madawa ya kulevya sio mazuri kwa kweli. Kwa hiyo tumepata elimu na tutaenda kuwafundisha watoto wetu wasiwe na tamaa za kimaisha, kutaka watoke haraka kimaisha. Naitwa Juma Zidi Kheri, ni kamishna wa kinga, tiba na marekebisho ya tabia kutoka Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Madawa ya Kulevya Zanzibar. Hatua ni nyingi mno tumechukua. Hatua ya kwanza kwamba tunafanya operation za mara kwa mara, lakini tunatoa zawadi kwa wale ambao wanaletea taarifa za siri, lakini tunawalinda mashahidi wetu, lakini pia tunahakikisha kwamba uchunguzi ambao tunafanya unakuwa ni uchunguzi wa kina kiasi ya kwamba tukimpeleka mtuhumiwa mahakamani tunapata hatia. Na sasa hivi tumekuwa tukipata hatia nyingi, wengi wao wanafungwa sasa hivi, na kwa sababu kwamba sisi hatukamati tu, sisi tunachunguza kwanza, baadaye tunaenda kukamata. Kwa tukimkamata mtu, huyo ni mhalifu wa dawa za kulevya. Na hapa nimshukuru sana kamishna mkuu wangu kwa mara ya pili, kwa maana kwamba jukumu kubwa ambalo baada ya kukabidhiwa hili, kabla ya kuajiri watu ambao amewaajiri kabla hatujaanza kazi, aliwaingiza zaidi kwenye elimu ya mapambano kwa kuhakikisha kwamba wanaokamatwa ni wahalifu wa dawa za kulevya. Sheria, hukumu zinategemea na kiwango ambacho amekamatwa, lakini kwa asilimia kubwa ambao mpaka sasa wako waliofungwa vifungo vya maisha, wako waliofungwa miaka 70, wako waliofungwa miaka 30, lakini hata jana tu amehukumiwa mmoja ya miaka 10, ambao si adhabu ndogo. Hatibu Mjaka Hamadi ni mjumbe katika kamati tekelezaji ya wilaya, na wilaya imebeba majimbo 5. Kwa hiyo leo nimefarijika sana kuweza kupata elimu ya madawa ya kulevya katika wilaya hii baada ya kuweza kuja kamishna akatuelezea uhali halisia wa aina za bangi ambazo zilikuwa zipo za madawa ya kulevya. Wangu kwa jamii kuhusiana na matumizi ya madawa ya kulevya, kwanza nataka kusema kwamba tuepukane nayo, kwa sababu madawa ya kulevya yanaweza kuathiri pia vile na akili. Kulinganisha na hichi, naiomba kwamba jamii tuweze kusimamia kuweza kuipambana nayo, na katika kuweza kupambana nayo, kwanza nitaanza kupambana nayo mimi katika familia yangu pamoja na jamii mzima ambayo kwa imetuzunguka katika wilaya yetu na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo mashirikiano ambayo kwa tunahitaji ni nyumba kwa nyumba, mtu kwa mtu, kuweza kusimama nayo kama sisi ni wazazi, kuweza kusimama na kuweza kuyaondosha moja kwa moja kabisa.